Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'du. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma mwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao wasio Waislamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha na kufika siku ya leo ya Ijumaa. Si mapenzi yetu wala ujanja wetu, haya mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, siku ya leo biidhnillahi Ta'ala, kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu, tunawaletea jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama mada inavyosema kwamba anza Ijumaa yako ya pili ya mwezi, anza Ijumaa yako ya pili iliyo ndani ya mwezi wa Shaabani kwa dua hii ambayo ndani yake na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linaloitwa Al-Mujib. Al-Mujib manake ni mwenye kuitikia dua, mwenye kujibu dua. Anza na jina hili katika siku ya leo ya Ijumaa. Kwa ni kuombe ndugu yangu katika imani, nitakutajia idadi yake na nitakuja kukutajia jina hili mara ngapi unalisoma, kisha baada hapo unasoma nini? Unasoma dua yake biidhnillah Ta'ala. Dua hii utakwenda kuiomba Ijumaa hii ya leo. Utakwenda kuiomba Ijumaa hii ya leo. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuondoshee magumu, akuondoshee mazito, akuondoshee yale ambayo kwamba wewe yanakusumbua katika nafsi yako. Allah kwa uwezo wake aweze kuyaondosha kwa kutumia jina lake miongoni mwa majina 99 Al-Mujib. Jambo la pili, kama ni maradhi, aidha wewe mwenyewe na maradhi au mmoja katika familia anasumbuliwa na maradhi, basi utakwenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe mwenye kuyaondosha maradhi hayo, awe mwenye kumponyesha mgonjwa huyo kwa utukufu wa jina lake la Al-Mujib, na unakwenda kuliomba katika Ijumaa hii ya pili katika mwezi huu wa Shaaban. Lakini jambo la tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na hasad, atuepushe na kijicho na kila chenye kudhuru, kwa kutumia jina lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Mujib. Kwa hiyo twende tukaangalie idadi yake na dua gani utakwenda kusoma katika siku hii ya leo ya Ijumaa ya pili ya mwezi huu wa Shaabani, tukiwa ndani ya tarehe 30 ya mwezi huu wa Januari ama mwezi wa kwanza. Jambo la kwanza, utachukua udhu. Yani kabla kuomba dua hii utachukua udhu. Chukua udhu wako vizuri kabisa. Kama itakuwa umefika muda wa swala, ni maana umefika muda wa msikitini kabla swala ya Ijumaa, yani pengine video hii umeiona asubuhi hii, kama video hii utakuwa umepata asubuhi hii ukaisikiliza, basi utakapoingia msikitini pale umetawadha udhu wako tayari, ukaingia zako msikitini tayari, umeswali tahiyatul masjidi, baada hapo utakaa kitako. Sasa omba jina hili, omba dua hii kwa jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama umechelewa kuiona hii video, mfano labda umeiona tayari Jumaa imepita, basi utakapokwenda msikitini baada tu ya kutawadha ile alasiri, kwa maana ushachukua udhu wako tayari, unaingia alasiri, basi ukisha swali tahiyatul masjidi utakaa kitako chini, utaanza kuomba kwa jina hili na nitakutajia idadi yake unaomba mara ngapi. Lakini kishafika magharibi na kwa tayari tena siku imesha badilika, kwa maana video hii kama utakuwa umeiona baada ya magharibi, inakuwa hii Ijumaa tayari umeshaikosa. Twende kukuelekeza sasa namna ya kuomba. Utachukua udhu wako, kama ni Ijumaa ile kama leo, unaingia msikitini. Ukishaingia msikitini pale utaswali tahiyatul masjid. Ukimaliza utaanza kusoma jina hili. Utaanza ya Mujib. Kwanza utaanza na istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Takriban utaomba astaghfirullah hiyo mara ngapi? Mara 100. Baada hapo utasoma ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, ya
mara 100. Baada hapo utasoma Allahumma antal mujib, Allahumma antal mujib, ajibu du'aana. Allahumma antal mujib, ajibu du'aana wa aqdi hawajana, ajibu du'aana wa aqdi hawaijana. Narudia tena, Allahumma antal mujib, manake Mwenyezi Mungu wewe ndo mwenye kuitikia na wewe ndo mwenye kujibu dua. Ajibu du'aana, tujibie, tuitikie maombi yetu ya Rabbi. Wa aqdi hawaijana, na timiza Mwenyezi Mungu haja zetu, timiza Allah haja zetu. Wa akshif kurubana, na Mwenyezi Mungu tuondoshe nini? Dhiki zetu. Mwenyezi Mungu tuondoshe dhiki zetu. Narudia tena, utasema hii dua hii, utasema Allahumma antal mujib, ajibu du'ana wa aqdi hawaijana wa akshif kurubana. Ukimaliza hii kusema mara 3, utakuja kusoma suratul Ikhlas, kwa maana qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hii qul huwa Allahu ama suratul Ikhlas nayo utaisoma mara 3. Ukimaliza kusoma mara 3 suratul Ikhlas, utasoma Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amman siwaka. Narudia tena, ukimaliza kusoma qul huwallahu ahad mara 3, utasoma Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amman siwaka. Neno hili nalo utalisema mara 3. Kisha baada hapo ndio utakuja katika pointi nyingine ya mwisho. Sasa kabla sijamaliza hiyo pointi ya mwisho, nizidi kuwaomba wapenda kheri jamani, Ramadhani inakaribia, na nimesema katika video ambazo nyuma zimepita, tunahitaji taa pamoja na waya kama mita 100 hivi ama mita 50 kwa ajili ya shughuli zetu za da'wa, na hususan katika mwezi mtukufu Ramadhani tunarekodi mawaidha, tunarekodi darasa za Qur'ani Ramadhani takriban mwezi mzima kama tulivyofanya katika mwaka wa jana. Kwa hiyo ikipatikana mpenda kheri yote kutupatia taa na waya, itakuwa amefanya jambo moja zuri sana, na jambo ambalo itakuwa amefanya jambo la kuiendeleza dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Gharama ya taa na gharama ya waya moja kwa moja takriban kama kwenye 180,000 inshallah. Patikana hiyo, basi inakuwa amefanya kitu kimoja kikubwa sana katika dini yetu ya Kiislamu. Lakini vile vile mtu huyo hatamwacha hivi hivi, na yeye vile vile tutamwandalia siku maalumu ya kumfanyia dua, hususan huenda ikawa ndani ya mwezi wa Shaabani 15 Shaabani, au tukasubiria mwezi mtukufu Ramadhani mwanzoni kabisa tukamuingiza katika dua hiyo. Kwa hiyo ukishamaliza kusoma hiyo suratul Ikhlas 3 na ukasoma Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amma siwaka, ukaisoma hiyo mara 3, kisha baada hapo utaleta swala ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Swala ya Mtume yenyewe utaita salatu Ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala, mpaka mwisho ile salatu Ibrahimia. Kama uiwezi hiyo salatu Ibrahimia, basi unaweza kusema tu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, na ukasema hivyo inshallah takriban mara ngapi? Mara 100, ama ukasoma mara 10 inatosha. Hii unaifanya katika Ijumaa hii ya pili ya mwezi mtukufu wa Shaabani. Lakini si hii tu, na hata hiyo inayokuja unaweza kufanya vivyo, lakini tatakiwa ukiingia msikitini kabla ya kuswali unachukua udhu kwanza. Baada ya udhu wako utaingia, utapiga tahiyatul masjid. Baada tahiyatul masjid ndio utakwenda kusoma dua hiyo biidhnillah taala. Ni bora na ni nzuri sana ukafanya hivyo Jumaa kama hii leo. Kama una maswali unaweza kuniuliza kwa namba 07568111 mwisho 26, ama 07138111 mwisho 46. Una maswali, una maoni, unaweza kutumia namba hizo kwa njia ya WhatsApp, ama la basi unaweza kaacha comment yako hapo chini, tutakwenda kuyajibu maswali hayo ambayo kwamba wewe umeuliza. Dua ni nzuri kabisa, na ukiomba katika siku ya Ijumaa biidhnillah taala, una 99.9% dua yako itapata majibu ya haraka kabisa. Baada ya kusema hayo, inshallah tukutane katika darasa la jioni na vipindi vya jioni. Niwatakie tu Ijumaa njema inshallah. Wahi msikitini mapema
ili iwe kana kwamba umepata au umetoa sadaka ya ngamia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.